Mdada, Mungu amekuonyesha mume wako kabla huyo mwanamume hajasemeshwa, au Mungu amekuonyesha, iwe ni kwa ndoto, iwe ni kwa maono, iwe kwa namna yote ile, amekuthibitishia kwamba huyu huyu mwanamume ni mume wangu, ukajua kabisa ndani yako huyu ni mume wangu, au ukaona kwamba ndani yako kabisa una nguvu ya kusaidia aina hii ya mwanamume, aina hii ya mwanamume kuwa msaidizi wake. Nini unapaswa kufanya pale ambapo Mungu ameanza kukuonyesha wewe kwanza, kabla ya mkaka kuonyeshwa kwamba huyu mkaka ni mumeo au ni mwenza wako wa maisha? Jambo la kwanza la msingi kabisa, epuka connection ya kihisia kabla ya mkaka kusemeshwa. Epuka kuwa na muunganiko wa kihisia, emotional attachment, kabla huyo mkaka hajajua, kwa sababu wadada wengi wakuto kujua hayo wamekuwa na magomvi, hasa ndani ya makanisa labda na kwa maeneo mengine, lakini ndani ya makanisa utakuta mdada anaanza kuwa na wivu na aina fulani ya mkaka au mkaka fulani, kwa sababu tu amesemeshwa, ama ndani yake ameona kabisa huyo mkaka anafaa kuwa mume wake. Anaanza kuwa na bifu na wadada wenzie wanaokuwa karibu na huyo mkaka, kwa sababu ametanguliza emotional attachment. Jambo la kwanza la kuzingatia, epuka emotional attachment. Jambo la pili, muombe Mungu ili na yeye asemeshwe. Mungu aseme na yeye pia, amonyeshe kama ambavyo amekuonyesha, akusemeshe kama ambavyo wewe amekusemesha. Mungu ni mwaminifu mno. Kama kweli amekusudia huyo mtu awe wa kwako, atahakikisha anamsemesha. Lakini kwenye Mungu kumsemesha, kuna jambo la tatu inabidi ulizingatie, kitu ambacho Mungu alikifanya kwenye Biblia. Mtu wa kwanza kabisa ambaye alianza kumwona mumewe kabla mume kumtambua yeye alikuwa ni Hawa. Andika nasema Hawa baada ya kutengenezwa akaletwa kwa Adam aliyekuwa amelala. Adam alipomuona Hawa, alipoamka akamwona Hawa, Adam akasema huyu ni mfupa katika mfupa wangu, nyama katika nyama yangu. Maanake mtu wa kwanza kabisa ambaye alikuwa hajui kwa habari ya mkewe, lakini ya mkewe alikuwa yuko karibu na yeye, alikuwa ni Adam. Aliletwa Hawa kwanza. Adam alipoamka akakuta mwanamume, akakuta mwanamke yuko hapo, anamtazama tu, ama anasubiri aamke. Inawezekana kabisa ukawa ni mdada ambaye unasubiri mkaka fulani aamke kwenye mazingira yako au mazingira uliopo, sijui ni ofisini ama kanisani, popote pale, lakini ndani yako unajua kabisa mimi nastahili kuwa kuwa mke wa huyu mkaka. Nina uwezo, natamani kuwa msaidizi wa maisha wa aina hii ya mkaka, kwa sababu wadada huwa wanaunganishwa na kusudi. Wadada wanapenda, ama ni rahisi wadada kuelekezwa ama kuonyeshwa na mwanamume ambaye tayari anatumikia kusudi. Mara nyingi wadada wa namna hii ni wadada ambao changamoto za namna hii zinatokea kwa wadada ambao, au kwa wakaka ambao tayari kuna kitu wanakifanya, kuna shauri wanajitumikia, au kuna jambo tayari wanalifanya, wana identity fulani. Sio kila mkaka anapata changamoto ya namna hiyo. Sasa kwa nini inakuwa hivyo? Inakuwa hivyo kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Kila mkaka ambaye tayari ana identity, ana kitu anachokifanya au ana kusudi analolitumikia, apate mke aliye sahihi. Sasa inaweza kawa wewe ni Hawa, Mungu amekuleta mbele ya mwanamume, na mwanamume macho yake yakashindwa kutambua, kuona huo mfanano, kuona hiyo connection. Jukumu lako la kwanza, jukumu lako la tatu ambalo unapaswa kulifanya ni kujifunza kujipresent yourself. Kwa Kiingereza unasema present yourself. Kwa Kiingereza kina msamiati vizuri zaidi. Present yourself before such men, au around that man or men ambao wanabeba ile energy ambao wanatamani kuwa wasaidizi au msaidizi wake. Mungu akupe ufahamu. Kaa kwenye mazingira hayo, ama present yourself. Present yourself maana yake onyesha kwamba wewe una heshima na uwe nayo kweli. Onyesha kwamba wewe una maisha, una bidii kwenye eneo fulani unalolifanya na uwe nayo kweli. Kaka, maandiko yanasema kwa kaka, Mithali 31 nafikiri mstari wa 4, anasema mke mwema ni nani awezaye kumuona? Wakaka wanavutiwa wanapoona.
Sasa kama wakaka wanavutiwa kwa kuona, na wewe lazima ujifunze kujionyesha, kujiwasilisha, present yourself. How? Sio kwa kumwambia mkaka wewe ni mume wangu, hapana, ila fanya, heshimu, onyesha heshima, onyesha bidii. Kama kuna kitu kizuri Mungu ameweka ndani yako, za huduma, kipawa, uwezo Mungu amekupa, ishi huo uwezo, ishi hicho kipawa. Moja ya changamoto wanadada wengi wanapoonyeshwa na Mungu labda kwa ndoto au kwa namna yoyote ile kwa habari ya waume zao, badala ya kuwakabiri kiushuhuda, wanaanza kuwatega kizinaa. Mwingine ataanza kuvaa nguo za kumtega mkaka, mwingine ataanza kumwonyesha maungo yake. Kwa nini? Kwa sababu tu Mungu amemsemesha kwamba huyo mkaka anafaa. Lakini jukumu sahihi unalopaswa kufanya, kwanza, linda utakatifu. Pili, present heshima yako, onyesha heshima yako. Lazima uwe na namna unapomkaribia au unapokaribia kaka wa namna hiyo ambao Mungu amekuonyesha. Naposema wakaka wa namna hiyo, namaanisha kitu kimoja. Kuna mwingine Mungu anaweza kukuonyesha mume wako, kwa mfano ni mchungaji, lakini isiwe ina maana kwamba huyo mchungaji ndiye mume wako, ila ikawa ina maana kwamba ndani yako wewe kama dada una energy ya kuwa mke wa mchungaji. Nielewe vizuri. Inawezekana Mungu akakuonyesha mume wako ni mchungaji, lakini akatumia yule mchungaji kama ishara ya kukutambulisha kwamba ndani yako wewe dada una uwezo ama nguvu ya usaidizi wako ipo kusaidia mwanaume yoyote mwenye huduma ya kichungaji. Sasa ndio maana nasema present yourself either kwa huyo mtu ama kwa aina hiyo ya watu wanaobeba energy fulani. Inaweza kuwa ni mchungaji, inaweza kuwa ni aina ya waimbaji au wenye huduma fulani, ama wenye aina fulani ya shauri wanayotumikia. Present yourself around such people, such men. Si kwa kujipendekeza, ila fanya wanayoyafanya. Uwe miongoni mwa watu wanaofanya kazi pamoja nao au wanaofanya huduma pamoja nao. Onyesha heshima yako, onyesha bidii yako, si kwa kuigiza, ila kwa moyo safi kabisa, sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ni rahisi sana kwa mwanamume mwenye Mungu au mwanamume ambaye amekusudiwa na Mungu kumaliza salama, kumtambua mdada ambaye amebeba mfanano wake, mwenye energy ya kusimama kuwa msaidizi kwenye hatima yake kama mke. Kwa hiyo when you present yourself, hicho kilifanyika. Hawa Mungu alimleta kwa Adamu, Adamu akamtambua. Rutu, maandiko yanasema alijisogeza katika mazingira ambayo Boazi yupo, Boazi akamchukua kama mke wake. Rebeka alipokuja mtu anayemwakilisha Isaka, alijipresent vizuri kwa yule mtumwa wa Ibrahimu. Maandiko yanasema akasema, huyu binti kwa jinsi alivyo anafaa kuwa mke wa mtoto wa bwana wangu. Maandiko yanasema Rebeka alionyesha uwezo wa kulisha mifugo, na usisahau Isaka pia alikuwa ni mtoto wa mfugaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ndio hekima ya kibibilia, pale ambapo Mungu anaanza kukutambulisha ama kukuonyesha wewe mdada, mwanamume ambaye anafaa kuwa mume wako. Mungu akupe hekima zaidi, Mungu akupe uelewa zaidi wa haya niliyoyasema, ili tumalize salama. Ndoa nzuri ni kanisa lenye imara, kanisa inaamua kanisa imara. Ndoa nzuri inaamua taifa lenye nguvu. Mungu atubariki kwa jina la Yesu aliye hai. Amen.